tutaendelea kuweka hizo public wifi hata maeneo ya vijijini, kama malengo makubwa ya mfuko wa mawasiliano kwa wote ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini wanaweza kupata huduma za mawasiliano. Kwenye issue ya uwekaji wa wifi tunaendelea, sio kwamba tulipofika ni mwisho, na ni kweli maeneo ya masoko tutaendelea kuweka hizo public wifi hata maeneo ya vijijini, kama malengo makubwa ya mfuko wa mawasiliano kwa wote ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini wanaweza kupata huduma za mawasiliano. Kwa hiyo maeneo yatachaguliwa na tutaendelea kuyawekea hizo public wifi. Na kikubwa hapa ni lazima tukae na halmashauri husika, tukubaliane na utayari wao, then tunapeleka zile public wifi. Unajua tunaposema free wifi huwa wanasema sio free. Lazima kuna mtu analipia ili wewe upate bure. Kwa hiyo ni lazima kuyaweka vizuri ili mwisho wa siku kama ni mfuko wa mawasiliano kwa wote utabeba labda kwa mwaka mmoja au miwili kulipia zile gharama, then baadaye wahusika waweze kuchukua na kuendelea nayo. Kwa hiyo ni hilo linachofanyika. Na issue ya speed, lakini kwenye issue ya speed za internet na zile huwa zinategemea. Leo naweza nikaweka public wifi hapa ofisi ya msemaji ili kwa ajili ya watumishi waliokuepo. Tukao walipigia mahesabu watumishi waliopo, leo tumekuja sisi wengi. Lazima ile speed wote tunanyang'aniana, speed itakuwa ndogo. Kwa hiyo unakuta pale mimi nilikuwa natembelea pale Nyerere Square, unakuta watu ni wengi sana wanaotumia zile public. Wengine wanatoka vioni, wanatoka kichuo cha mipango wapi, wanakuja pale kwa ajili ya kupata ile. Kwa hiyo unakuta mnanyang'aniana ile internet. Kwa hiyo inabidi uongeze, utakuwa unaongeza tu ukubwa. Kwa hiyo hicho ndio huwa kinachotokea saa nyingine kuwa na internet ambayo na kwanza ni kitu kizuri na chenyewe, kwa sababu unaona kwamba mapokeo ya wananchi ni makubwa na uhitaji wao ni mkubwa. Kwa hiyo ni jambo zuri. Ila kwenye issue kwamba imezima, hiyo tutafuatilia tuone kwa nini imezima. Ujenzi wa minara 758, vigezo gani vinatumika? Vigezo vinavyotumika, kwanza sisi pale ofisini kwa Kiswahili natafuta, tuna tool ambayo tunaichukua nchi nzima, tunachukua minara iliyopo, sawa? Kwa sababu kila mnara uliopo tuna coordinate zake. Kwa hiyo tunachukua minara iliyopo na coordinate za minara yote iliyopo existing, tunaingiza kwenye ramani ya Tanzania. Tukisha iingiza pale, then itatupa, tunajua mnara mmoja una coverage ya kilomita ngapi. Kwa hiyo itakupa yale maeneo ambayo sasa yana black spot, maeneo ambayo hayana mawasiliano. Kwa hiyo tukishapata yale maeneo ambayo hayana mawasiliano, then tunatoka pale sasa, tunaenda kufanya verification. Na verification inafanyika kuna wenzetu wa TCRA wana mitambo, huwa tunasema tunafanya drive test. Samani lugha za kitaalamu Kiswahili chake, ukienda TCRA pale kuna mtambo, hata kwetu naweza nikachukua simu, nachukua ule mtambo una simu ya Airtel ya mitandao yote. Kwa hiyo unafanya drive test ya eneo husika kuona signal strength ya lile eneo. Kwa baadaye unakuja hiyo physical verification. Ukishapata unagundua kwamba kuna eneo hili na hili na hili linahitaji ujenzi wa minara. Hicho ndio kinafanyika kitaalamu namna hiyo. Sio kwamba tunakaa tukisema hili, hapana. Kwa hiyo tunashirikiana, maeneo mengine tunapata kutoka kwa wakilishi wananchi, waheshimiwa wabunge, wanajua maeneo yao. Kuna maeneo kweli wanaeleta, unakuta hayana mawasiliano, tunapeleka mawasiliano. Kuna nyingine kwenye ziara ya viongozi wa kitaifa wanapofanya ziara, kuna maeneo wanayakuta hayana mawasiliano, tunaenda kufanya mawasiliano. Nafikiri jana ameona Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa eneo Mkomazi, kama amekuta mawasiliano sio mazuri, ametoa maelekezo, kwa sisi tunakwenda kufanyia kazi kwa eneo hilo. Kuna mengine kwa utaratibu wa kazi wa kawaida wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, huwa lazima anafanya ukaguzi kila robo
robo mwaka anakagua na anapata maeneo ambayo yana mawasiliano, then huwa anayawasilisha kwetu kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Naambiwa muda umekimbia. Uliuliza kuhusu idadi ya walimu, nyuma ilikuwaje? Tumeona pale, nimesema tumeweza kutrain walimu 1585. Kabla ya hapo nyuma tuliweza kutrain walimu 3798. Kwa unaweza ukianza kutumia hesabu sasa, utaangalia kwenye kipindi hiki cha miaka 4 walimu 1585 ukigawa kwa ile 3000 na ngapi, tunaona asilimia ngapi, na ni kipindi kifupi tu cha miaka 4. Kwa utakuta ni idadi kubwa sana ya walimu ambao wanapatiwa mafunzo. Ujenzi wa minara ya broadcasting Kondoa, Mpwapwa. Ulizungumzia sasa issue za community radio. Tuna support hizi community radio. Sio kwamba ni hizi radio tu za ya kitaifa, hata hizi community radio zipo. Halmashauri huwa zinaanzisha community radio na yenyewe ili kuwa na uendelevu. Leo hii labda mimi ndio mkurugenzi wa halmashauri fulani na kuwa na penda nianzishe halmashauri yangu nianzishe radio, si ndio? Naweza nikaanza kuanzisha community radio, inashika maeneo yangu, inafanya vizuri, lakini kesho kutwa ikaonekana ninafaa kwenda eneo lingine, nikiondoka unakuta zile radio zinakufa. Kwa hiyo ili zisife, ndio maana tunataka zile halmashauri zinapoleta kuzisupport kwa ajili hizo community radio ziwe zimeandaa andiko ambalo litaonyesha ile uendelevu wa sustainability ya hiyo radio. Sio ianzishwe leo kwa sababu Peter yupo, kesho akiondoka inakufa. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa hasa kinachozingatiwa. Na kuna moja ilipigiwa sana makofi la chama cha waandishi wa habari kuelekewa public wifi. Afikiri tutakaa na msemaji tutaona tutalifanyaje. Lakini sijui ni ofisi, sijajua iko sehemu gani. Tutaangalia mazingira, hata mtalileta, lazima lije kimaandishi, mliwasilishe, wataalamu watakuja, wataangalia, then wakiona pana haja tutasupport kuweka hiyo public wifi. Kuna issue ya changamoto ya mawasiliano Morogoro. Na mwingine alisema kwa nini kuna mikoa mingine kama imepata minara mingi, si ndio? Ni kweli kuna mikoa mingine imepata minara mingi, lakini ilikuwa ina changamoto kubwa sana ya mawasiliano zaidi. Kiangalia Morogoro nafikiri ndio mkoa unaoongoza kwa kupata minara mingi. Kwa sababu gani? Na hii mawasiliano ya simu yanategemea na lugha ya terrain ya eneo husika, ile milima nini. Kwa hiyo ukikuta eneo lina milima na mabonde mengi, unakuta hata ule mnara badala ya kupiga zile labda kilomita 10 eneo watu wapata mawasiliano inashindikana. Kwa sababu hii mawasiliano ikitokea mlima tayari unakuwa ni kizuizi. Kwa hiyo huwezi kupata mawasiliano nyuma ya tu ya mlima. Ingawa mnara unaweza kawa hapa kilomita 2 tu kuna mlima, then mtu ambaye yuko mbali wa kilomita 3 kutoka ule mnara hatapata ile mawasiliano. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna mikoa ilipata nini. Nafikiri na mkoa unaofuata itakuwa ni Tabora. Najua ni maeneo ya Tabora na yenyewe yana mbuga na nini. Kwa hiyo na kama nilivyoeleza mwanzo tunatumia tool ya kisasa ambayo tunaingiza tuna feed data then inatupa maeneo ambayo hayana mawasiliano. Ilikuwa minara iliyokamilika ni asilimia ngapi? Nimesema pale kwamba 758 tumeshajenga minara 430 mpaka kufikia juzi, na kila siku minara inawaka. Na tuna imani mpaka ikifika tarehe 12 Mei minara yote itakuwa imewaka. Na kwenye ujenzi wa minara kuna utaratibu mrefu sana ambao unajumuisha kukutana na kuomba vibali mbalimbali kwenye taasisi nyingine. Kwa hiyo nikisema leo naanza kujenga minara nitamhitaji
mamlaka ya anga lazima aangalie usalama wa anga kutokana na urefu wa mnara. Unaweka mnara wa mita 50, lazima yaangalie kama ni njia ya ndege, then ataangalia usalama wa ndege uwepo. Na hiyo ni cha kwanza. Utaenda kwa NEMKI kwa ajili ya mazingira, fanye environmental impact assessment. Utaenda kwenye halmashauri, utaenda kwa TFS kama mnara unadondokea kwenye poli la TFS, utaenda kuna tawa, utaenda kwa mbuga za wanyama Ngorongoro. Kwa hiyo utaratibu ni mrefu wa kupata vile vibali. Tunashukuru kwamba kwenye 758 hiyo process imekamilika. Process inayofuata ndio ile sasa ya unaenda kufanya, una kiwanja chako, mnara zile coordinates zimedondokea kwako, lazima tukae na muhusika wa eneo kukubaliana, akubali. Kisha kubali sasa ndio tunaanza kuendelea na ujenzi wa minara. Na kazi inayochukua kubwa pale ni ujenzi wa ile msingi. Kisha maliza msingi, kupandisha zile chuma, ndani ya siku 2 chuma zinakuwa zimeisha, unafunga vifaa, mawasiliano yanakuwepo. Kwa hiyo minara sasa hivi kila siku, hata nikiomba rekodi ya leo, si ni uhitaji ya 430 leo, kufika kesho ndaweza kuambia ni 440. Kesho kutwa hivyo inabadilika mpaka tutakapo kamilisha. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumeshafikia kwa ile 430 57%, na mategemea tutakamilisha ndani ya muda. Kwa sababu ya zile processes zinazochukua muda na nini zishakamilika nyingi. Na kama nakumbuka na mwaka jana kwa una changamoto ya mvua El Nino na nini, kwa hiyo kidogo ilisababisha delay.